Sawa bwana, karibu. Hii ni Kajenjera Media. Mimi naitwa Rashid Kasim. Bwana, tuko studioni hapa. Lakini ligi kuu ya soka Tanzania bara kwa sasa imesimama kidogo tu. Imesimama kidogo ni kupisha ile kalenda ya FIFA. Wakati tukiwa sasa tunasubiri kuona namna gani ligi itarejea, na inatarajiwa kumalizika Juni 30 mwaka huu 2025. Sasa mjadala mkubwa paka sasa ulioko ni mchezaji bora wa msimu kwa maana MVP, kiungo bora. Ingawa Faisal Salum kwenye hiyo tuzo ya kiungo bora na mchezaji bora, yeye ni kama vile anawaambia pambaneni sehemu nyingine, hapa niachieni kutokana na goal ile. Ukiangalia kwenye goal contribution ambayo amehusika nayo Fei mpaka sasa ni goli 21, wakati Alan Okello goli 18, Clatous Chota Chama kwa ujumla amehusika kwenye magoli kuna magoli 16. Ndio wachezaji ambao wamekuwa kwa ubora mkubwa sana kwenye eneo hilo, ndio wao unaweza kuwahusisha kwenye hiyo tuzo ya mchezaji bora wa msimu. Lakini nimekuja kuangalia mjadala wa nani awe mchezaji bora wa mwezi huu, mwezi Mei, kati ya Chama, Fei pamoja na Alan Okello. Lakini pia nina swali la ni nani anapaswa kwa sasa kuwa mchezaji bora wa wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo, kina Libase Geye, Alan Okello, Clatous Chama na wachezaji wengine kutoka kwenye vilabu tofauti tofauti waliosajiliwa dirisha dogo. Nani anapaswa kuwa mchezaji bora kwa sasa? Nataka wao uchambuzi, lakini naungana hapa na Mnandi Junior, yeye ni shabiki wa klabu ya Simba. Mnandi, karibu studioni. Salamu alaikum, Eid Mubaraka. Na tuanze kwa kuzungumza Mnandi, mjadala nimeona jana, nimeona nadhani mashabiki wengi wa Simba, sitaki kuwataja wengine majina hapa viongozi, lakini mimi nimeona kauli ya Mchome ni kama viongozi imewagusa hivi kuongelea Clatous Chota Chama, lakini na yeye ni shabiki wa Simba. Mchome, kwa nini maoni yake yasipokelewe kwa namna nyingine tofauti na kama anaonekana anaiponda timu yake? Siku zote kwenye uhalisia lazima tuseme ukweli. Msema ukweli ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Msema uongo ni kipenzi cha shetani. Hakuna asiofahamu. Iko hivyo. Kwa hiyo ukweli lazima utabaki kwa ukweli. Alichokizungumza Mchome Mapovu, kwanza mimi kwangu sio kitu kizuri sana kuwa tunamweka sana kwenye vinywa vyetu. Shabiki mwenzenu. Shabiki mwenzenu. Endelea kumpush. Ni shabiki mwenzenu. Yaani hii tunavyoendelea kumuongelea, yani tunaendelea kumpush. Yaani aonekana yeye ni mtu mwenye thamani kubwa kwenye taifa la Tanzania. Lakini si ndio nasema ni mtu wa kawaida tu kama watu wengine. Shabiki mwenzenu wa Simba. Mimi sio shabiki mwenzangu. Wewe sema tu mshabiki wa Simba wa timu fulani, lakini sio Simba. Sio Simba wewe. Anavaa jezi za Simba. Sawa, labda kwa hata kwa wanao kufahamu Mnandi wanakufuatilia. Kweli na uko serious na unawaambia hata na wengine walipo Kigoma, Nyasa, wapi, Mchome sio shabiki wa Simba. Mchome Mapovu sio mshabiki wa klabu ya Simba. Yeye ni mshabiki wa nyuma mwiko, ila anatafuta maisha ndani ya Simba kwa sababu ndio ni sehemu ya kutafuta maisha. Kwa sababu hakuna klabu nyingine unaweza ukaipigia kelele ukapata maisha zaidi ya Simba Sports. Sawa, tuendelee. Kwa hiyo yeye sio upande wetu, ila anavaa jezi zetu kutafuta maisha. Kwa hiyo siamini kama Mchome anaweza akawa mshabiki wa Simba, hapana. Hata kama alisema zamani alikuwa Simba, sio kweli. Alikuwa anatafuta sehemu gani ya kupata maslahi? Kama walikuwa wanamuona na vaa jezi toka zamani, alikuwa anatafuta sehemu ya kupata maslahi. Kwa hiyo aligundua kabisa kumbe Simba ni sehemu sahihi ya kupata maslahi. Kwa hiyo anajipatia maslahi Simba Sports, lakini sio mshabiki wa Simba. Na hii taarifa ambayo unanipa kwamba mimi nimeiona kwenye magrupu mbalimbali na nikiiona kwenye mitandao ya kijamii tuhumi ikiendelea kupostiwa siku hadi siku. Maana kuna ya kwanza baada ya mechi akapostiwa akionekana Chama akiwa anaenda kupanda kwenye gari akiwa anachechemea na yeye akiwa ameposti pale akiwa anafurahia. Sijawahi kumuona mwanadamu akimfuatilia mwenzake kwenye maradhi. Sijawahi kuona. Ndio. Kwa umri wangu huu. Labda ni ile off mic. Yaani watu ile hatusikii na wala video hatuoni, sawa. Inawezekana. Lakini kwa hivi kuona live sijawahi kuona. Ndio namuona yeye mtu wa kwanza na kumuona mtu wa ajabu. Alafu ajue kwamba hii ni michezo. Sawa? Michezo inatengeneza udugu, michezo inatengeneza ujamaa. Wengi tumefahamiana kupitia michezo. Hata yeye pia watu wamemfahamu kupitia hiyo michezo. Kwa hiyo isifike mapindi sasa anatoa ushabiki, anaenda kuweka vitu ambaye vya kuweka chuki na watu. Kwa sababu leo utapoona unasherehekea Chama kuumia, inawezekana mimi kama mshabiki wa Simba nikaumia, ila familia yake Chama ikaumia zaidi kuliko mimi. Sababu familia yake Chama haiko hapa. Tunafahamu wazazi wake wako Zambia na ndugu zake wengi wao wako Zambia na mataifa mengine. Sio Zambia tu. Inawezekana akawa hapo Uingereza huko, wakawepo Ujerumani, Spain huko, wakawa wanaishi huko Morocco na mataifa mengine. Wakawa wapo. Na baadhi yao inawezekana pia wapo hapa. Okay, kwa ufupi sana. Labda nini ambacho mashabiki wengine wakifanye kwa Mchome? Kikubwa ni
kumshauri aachane na hivi vitu ndio jambo la msingi. Sidhani kama kuna option nyingine. Ni kumshauri aachane na hivi vitu. Kwa sababu ni vitu ambavyo labda vitampelekea yeye kwenda kusababisha taswira yake kuwa mbaya zaidi kuliko hapa ilivyo. Sasa hivi hakuna mshabiki wa Simba ambaye ana furaha naye. Kiukweli kabisa. Wapo ambao wanamfurahia kwa sababu anaisema Simba. Hiyo ni kawaida kwa sababu ndio sehemu ambayo kachagulia kwenye maisha. Lakini sidhani kama kuna mshabiki wa Simba anafurahia tukio hili. Na wapo mashabiki ambao yeye sasa hivi anaona wanamsherekea kwenye hili tukio ambalo kalifanya. Wapo ambao hawajapenda kwenye hili tukio. Halipo kwenye ubinadamu. Yeye ametoka sasa kwenye ushabiki ameenda kwenye swala la kuvamia kwenye uhalisia mtu anaumwa kwenye maisha. Ni kitu ambacho hakifai. Kwa sababu Chama leo hii anapokaa chini maana yake hataweza tena kufanya majukumu yake ya kimaisha. Sasa yeye anafurahiaje mtu kuto kufanya majukumu yake? Kwa hiyo hata wewe hujafurahishwa na yeye kumwongelea vibaya Clatous Chama? Ya, sijafurahishwa na sio mimi tu. Ndio maana nimezungumza sisi kama mashabiki wa Simba. Inawezekana tukawa tumeumia ila tusiumie zaidi kama familia yake au wazazi wake walomleta hapa duniani. Bwana mimi ngoja tumwache. Unaitwa Mnandi mzee wa kunyoosha. Kuna siku nimeiona hiyo comment, kuna jamaa kaandika Mnandi wa mzee wa kunyoosha. Bwana Miraji, mara moja ile kauli yake kuhusu Selemani Mwalimu, kwa upande wako umeipokeaje? Yeye ni maoni yake. Maoni yake. Ametoa maoni yake na yeye anaamini kwamba maoni yake kwake ni positive. Lakini wengi wamechukulia ile ni negative. Na nimeona comment. Umeziona lakini kwa mwenyewe ile nimeona ni positive. Amezungumza kitu 100% kwa upande wake, ni maoni yake kwa sababu anafuatilia ligi nyingi duniani. Unaona bwana. Sasa kama kweli wewe ni mtu ambaye unafuatilia mpira kwenye ligi nyingi duniani, sidhani kama unaweza kusimama na kuzungumza vile vitu. Inawezekana kikawa kina uhalisia. Ndio. Lakini je, kwa wakati gani na sehemu gani unaenda kukitoa hicho kitu? Kwa sababu Miraji yeye ni mshabiki mwenye ushawishi wa mpira Tanzania. Sizungumzii tu kwenye Simba Sports kwa sababu anamfuatilia sio mashabiki wa Simba. Ndio. Inawezekana wakamfuatilia mashabiki hata wa Manchester, ndio, Uingereza huko. Ndio. Sawa, wakamfuatilia mashabiki hata wa Man City. Wakamshangilia hata mashabiki wa Sunderland. Ambaye pamoja lilishuka daraja, ipo huko Championship Ulaya huko. Lakini ni timu ambayo watu wanafuatilia. Ndio. Bwana huyu ni mshabiki wa mpira ambaye anafuatilia ligi nyingi. Kwa hiyo inawezekana tukawa tunamfuatilia, kuna kitu tukakichukua kwake. Sasa leo ukisikia unamkosoa Selemani Mwalimu, na wao bado kuna wachezaji wanasajiliwa kwenye ligi pendwa huko, na wanashindwa kwenda kuperform. Na walikuwa na ubora walipowasajili, lakini wameshindwa kule kwenda kuperform kwa sababu tunapomzungumzia Selemani Mwalimu hakutoka tu Simba Sports. Labda kwa ambaye hajaisikia kauli ya Miraji, amezungumzaje na wewe kwa upande wako umelionaje? Miraji anasema kwamba ndio Selemani Mwalimu ndio striker pekee ambaye amebaki sasa hivi Simba. Ndio. Ukimwangalia Jonathan Soa kutokana na kanzia za hapa na pale ambazo zimempelekea kuto kupangwa kwenye kikosi. Sawa? Manake yuko yeye na Mwangozi. Lakini Mwalimu wewe ambaye upo, kwa nini kocha anaamua kwenda kuanza na force number 9? Viungo. Na wakati namba 9 yupo mwenye namba yake. Manake huna ubora. Hiyo ndio hoja ya Miraji. Hiyo ndio hoja ya Miraji. Na ndio maana ameenda kushindwa kwenda kuanza na namba 9. Moja kwa moja ameenda kuanza na force number 9. Ndio. Kwa sababu ungekuwa na ubora, Mwalimu sidhani kama angekuwa na kuanzia benchi. Uje kuingia saba. Kwa hiyo anasema hata kama kikosi cha Ndondo Cup. Sawa? Yaani kocha ambaye anakiongoza kikosi cha Ndondo Cup, sidhani kama anaweza kaanza na chaguo la Mwalimu kuwa namba 1. Ndio. Kwenye kikosi. Ila mimi ataenda na namba 2. Hata Ndondo Cup. Hata Ndondo Cup. Kwa maelezo ambayo nimeyasikia ndio. Kwa nini kwa Miraji mara moja. Kwa sababu ukiangalia kwenye mtazamo hasi unaweza kumuona alichokiongea kiko sawa. Ila ukienda kwenye mtazamo chanya, mimi kwangu hayuko sawa. Kwa sababu huyo Selemani Mwalimu tunaomzungumza kwamba kocha anaanza naye kama mchezaji namba 2, sio namba 1 kwenye kikosi chake cha kwanza. Tumeelewa kwa makini. Ni mchezaji pia ambaye amesaidia Simba kwenda kupata matokeo kwenye mechi ngumu. Wote tunalijua hilo. Leo tunasherehekea tuna ubingwa wa Muungano. Nani katukabidhi ubingwa wa Muungano? Sele. Kama angekosa ile penalty, tungeenda kwenye ile mikwaju ya moja moja ile na tungekosa. Asingelaumiwa. Kwa sababu sawa bwana Mnandi JR mzee wa kunyoosha kama ambavyo mashabiki wanapenda kukuita kwa kwenye comment. Swali langu ni kwamba wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo kwenye ligi yetu ya Tanzania ama ligi ya NBC Tanzania bara, wote haijalisha anacheza KMC na Mungo au timu gani, wote waliosajiliwa dirisha dogo mpaka sasa, ni mchezaji gani ambaye kwako unaweza kumtem ama kumweka kama mchezaji bora waliosajiliwa dirisha dogo? Akina Alan Okello, Libasegei, akina Clatous Chama, Seoura na wengine ambao tunaweza tusiwakumbuke kwa haraka, waliosajiliwa dirisha dogo mpaka sasa unasema huyu kwangu ndiye anaongoza wachezaji waliosajiliwa kwenye dirisha dogo kwa ubora. Naamini wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo ni wengi katika timu zote 16 na wote wanafanya vizuri kwenye vilabu zao, lakini vilabu vinavyoangaliwa ni vilabu vitatu mpaka 4 ambavyo viko pale mstari wa mbele. Ndio hivyo ambavyo vinaangaliwa zaidi. Kwa hiyo kwa nini vinaangaliwa zaidi? Vinaangaliwa kwa sababu
ya zinaenda kushindania ubingwa. Kama zinaenda kushindania ubingwa, lazima ziangaliwe kwa jicho la tatu, ili mradi kwenda kumtoa mchezaji bora hapa. Maana tutamzungumzia sasa hivi, ambaye anazungumzwa ni Alan Okello, wenyewe wanamuita Star Boy, lakini mimi naamini bado hajawa Star Boy, kwa sababu Star Boy maana yake star wa kiume. Sasa kama star wa kiume bado hajafika, bado ni bwana mdogo sana, umeona bwana. Lakini pia unamzungumzia Clatous Chota Chama, mwamba wa dunia sasa hivi, lakini utamzungumzia Faisal Salum, sawa, Faida Sufi wenyewe anamuita, kijana zao la Kitanzania, linafanya vizuri sana kwa msimu huu wa 3 mfululizo, linafanya vizuri akiwa kwenye Azam FC. Maana msimu uliopita alikosa tuzo ya mfungaji bora kwa sababu ya kuzidiwa magoli mawili na Aziz Ki. Nadhani tunakumbuka Aziz Ki maka alifunga goli 21, yeye akifunga goli 19, lakini msimu huu tayari kashafikisha goli 14 na msimu hujatamatika. Inawezekana akazifikia goli alizofunga msimu uliopita, ama na nasema msimu wa nyuma yake, mwaka uliopita alikuwa chance ya huwa, ili niweke sawa hapo, muone ambaye tuzo hazijatoka mpaka sasa. Kwa hiyo naamini binafsi anawezekana akazifikia zile goli za msimu wa mwaka juzi ambaye alizifunga. Kwa hiyo naamini Faisal Salum ni mchezaji mzuri na anafanya vizuri, lakini kwenye hii tuzo ya mchezaji bora wa mwezi Mei, Faisal Salum mimi hapa namtoa. Hapa ni wapo wachezaji wawili ndio wanabato kwenye hii sehemu, Clatous Chota Chama pamoja na Alan Okello. Alan Okello amescore goli nyingi kwenye huu mwezi wa 5. Sawa? Amescore goli nyingi kwenye huu mwezi wa 5, lakini pia ametoa assist. Labda tusichanganye medala. Mimi nazungumzia kwanza kwenye dirisha dogo. Unazungumzia dirisha dogo. Wachezaji waliosajiliwa dirisha dogo. Nani ambaye anaongoza kwa ubora? Tuachane kwanza na huu mwezi Mei. Okay. Kwa ubora wachezaji ambao wamesajiliwa dirisha dogo, maana naamini tutazungumzia hao wachezaji wawili. Maana nilimuingiza Fei yeye yupo msimu wake wa 3 akiwa Azam, kiacha virabu vingine. Najua wako wengi. Kina Libasi wote wameingia hapo, kina Ismail Tule wameingia hapo, wote tunafahamu. Nani bora? Kina Jibril Kasali wameingia hapo. Umeona bwana? Waliosajiliwa dirisha dogo. Mimi naamini bora kwenye hao ambao wamesajiliwa dirisha dogo kwenye engo ya washambuliaji pamoja na sehemu ya viungo washambuliaji, maana utamweka Alan Okello, utamweka Clatous Chota Chama, lakini tukija kwenye engo ya goalkeeping mimi nitamweka Jibril Kasali, maana mpaka sasa ana clean sheet 11 ambaye anamkaribia Jigi Jiala. Mmoja sasa hajasajiliwa dirisha dogo bora kuliko wengine. Bora kuliko wengine mimi kwangu naenda na Chama. Pamoja wengi wanamuimba Alan Okello kwa sababu ya namba zake za assist pamoja na kufunga. Umeona ana assist 7, lakini jumla ana magoli, ukijumlisha na magoli yake 11 aliyofunga, maana yake amehusika kwenye goli 18. Lakini ukimwangalia Chama ana assist hizo 6, lakini ana magoli 8. Maana yake unaweka husika kwenye goli 14, amemzidi hapo chanya 4 hapo. Sawa? Umenielewa? Amemzidi chanya 4. Lakini ukija sasa ukiangalia kwenye engo hiyo peke yake, Alan Okello anaonekana. Ukiangalia kwenye goal contribution toka Januari, Alan Okello amehusika kwenye magoli 18. Amefunga 11, ameassist 7. Ni takwimu nzuri. Lakini ukimwangalia Chama pia amefunga goli 8, lakini ameassist mara 6. Maana kahusika kwenye goli 14. Kwa upande wa Faisal Chama amehusika kwenye magoli 16. 16 na magoli 8, ameassist mara 6. Lakini tunatajwa kwamba hapa kwenye hizi goli 8 kuna goli 2 alikuja nazo kutoka Singida Black Stars. Sio shida. Maana bado wamezifunga kwenye ligi hii ya Tanzania. Tanzania. Sasa mchezaji bora wa aliyesajiliwa Januari mpaka sasa kwa wachezaji wote ni nani kwa upande wao? Nani kwa nini? Umeuliza swali zuri sana. Umeuliza swali zuri kwa sababu Clatous Chota Chama engo hiyo tu peke yake haiwezi kumbeba. Lakini Chama anabebwa kwenye engo nyingine kuu mbili. Engo nyingine ya pili ni Chama kuchukua man of the match 5 mfululizo. Katika hizi mechi 5 mfululizo, katika mechi 6 ambazo tumecheza kutoka dabi ya Kariakoo ambayo imepigwa Mei 3 pale Meja Jenerali. Wote tunafahamu. Sawa? Lakini pia Chama amesaidia timu yake kukusanya alama nyingi katika hiyo michezo 6. Amepoteza alama 2 na wakikusanya hizo alama ambazo ziko hapo kibindoni sasa hivi. Lakini pia Chama ameweza kufunga goli ambaye limeimbwa au linaimbwa sasa hivi duniani kwenye mchezo wa dabi ambaye ni mchezo mkubwa, na akawa man of the match kwenye mchezo huo wa kwanza na kuendelea kwenye hiyo michezo mingine minne. Kwa hiyo unamuona Chama anabebwa na vitu vingi.
Maana hakufanya tu kwenye michezo ya kawaida, amefanya mpaka kwenye mchezo mkubwa. Kwa hiyo hapo wewe umeondoka na Chama. Naondoka na Chama. Wachezaji waliosajiliwa Januari kwa sababu kuna vitu vingi vinambeba, kwa sababu hilo goli linaloimbwa duniani sasa hivi ni goli ambalo limefungwa kwenye ligi nzima ya Tanzania. Halijafungwa tu kwa sababu mchezo mmoja. Linaimbwa maana linabeba ligi nzima. Ukichukua takwimu hizo, sababu hizi man of the match 5 walizochukua kwa mara ya kwanza toka ligi yetu ianze toka mwaka 65. Na toka zianze kutoka hizo ligi hakuna mchezaji kwenye ardhi ya Tanzania ashai kuchukua hizo tuzo za man of the match mara 5 mfululizo. Na ndio maana NBC wamemposti kwenye peji yao, ni mchezaji wa kwanza toka ligi ianze kufanya tukio hilo. Sio tukio dogo. Kwa hiyo ana matukio takriban 4 ameyafanya kwenye hii ligi toka ameingia. Umemaliza kwa upande wako mchezaji aliyeingia dirisha dogo, waliosajiliwa dirisha dogo, Clatous Chota Chama. Wachezaji ambao wanatazamiwa kwenye kuwania tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa 5. Yupo Alan Okello, yupo Clatous Chama, yupo Faisal Salum. Nani kwako apewe tuzo ya mchezaji bora wa mwezi huu wa 5? Bado tuzo inarudi tena pale pale kwa Clatous Chota Chama huyo, kwa sababu mwezi huo ndo kafanya matukio makubwa mengi kwenye mwezi huo wa 5. Anachukua tena kwa mara nyingine, hakuna mjadala. Kwa hivyo vigezo vote nilivyovitoa hivi vote asilimia kubwa Chama akavifanya kwenye mwezi wa 5 huo, kuanzia Mei 3, na alianza kabla Mei 3. Alianza mwishoni mwa mwezi wa 4 ambaye alifanya kule tarehe 29 kwenye kombe la Muungano ambaye tulicheza dabi, ambaye Simba akachukua ubingwa akamvua Young African ambaye alichukua msimu uliopita. Na Chama yeye ndio amesababisha penalty, na penalty inaenda kupigwa na Selemani Mwalimu Gomez, tunachukua ubingwa kupitia miguu yake. Kwa hiyo mimi naamini Chama alianzia kule mwishoni mwa mwezi wa 4 na alikuja mwanzoni mwa mwezi wa 5 kuja kudhihirisha ubora wake mpaka mwezi wa 5 huu tunaelekea. Kwa nini asiwe Alan Okello? Alan Okello utambeba kwenye hizo engo mbili kwamba amefunga magoli mengi kwenye mwezi huu wa 5. Sababu ana goli ngapi? 11, si ndio? Lakini kwenye goli 11, goli 9 amezifunga kwenye mwezi wa 5. Sahihi kabisa. Sawa? Goli 9 amefunga kwenye mwezi huu wa 5. Sio, umeelewa eh? Lakini ukija kumwangalia Chama kwenye huu mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5 amefunga goli 6 kumbukumbu yangu. Amefunga goli 2 dhidi ya Mashujaa. Sasa kwa nini hapa amefunga goli 1 dhidi ya Tanzania Prison? Kwa nini achukue Chama sasa? Umeuliza vizuri. Yaani Chama habebwi kwa ajili ya magoli tu na kuassist. Sawa? Kuna vitu vingi vinavyombeba Chama. Chama amefunga goli kwenye dabi ambaye linaimbwa sasa hivi duniani. Kumba linaenda kuania kuwa goli bora. Hiyo ni sababu. Hiyo sababu kubwa ambaye pia inambeba kwenye hicho kigezo. Lakini cha pili amechukua tuzo za man of the match 5 mfululizo kuanzia mchezo wa dabi, mchezo mkubwa. Kwenye mwezi huu wa 5. Kakosa tuzo mechi moja tu ambaye tumecheza zidi ya Dodoma Jiji juzi, ambaye amechukua Elie Mpanzu. Umeondoka na Chama. Kwa hiyo mimi naondoka na Chama. Apewe Chama kwa sababu amefanya vitu vikubwa katika na amesaidia timu yake pia kwenda kukaa hii nafasi ya pili hii amebaki nayo, lakini imesababisha tumekaa kileleni, tumeshuka, tumekaa tena kileleni. Chama huyu amesababisha pia kwenye mguu wake akishirikiana na wachezaji wenzake. Kwa hiyo ukiangalia Alan Okello kwenye hii michezo 5 kweli amefunga goli 9, lakini kuna goli 2 alizifunga kwenye mchezo ambao timu yake imeenda kupoteza. Kwa hiyo manake pale max zako zinapungua. Alifunga goli 2, max za Okello zimeshukia kwenye mchezo ambao alifunga goli lakini timu ikapoteza mchezo. Max zake zimeenda kushuka pale. Endapo asingepoteza mchezo inawezekana angeweza kwenda kuchukua hii tuzo. Anaitwa Mnandi Jeyara. Kwa kumalizia kabisa kabla hujaondoka hapa studioni, MVP sasa mchezaji bora wa mashindano kwa msimu mzima, Clatous Chama, Alan Okello, Faisal Salum. Ukiangalia goal contribution ambayo amehusika nayo mpaka sasa, magoli 21, akafunga 14, ameassist mara 7. Faisal Salum Feitoto mwamba, ni mchezaji mzuri sana. Na naamini msimu ujao inshallah panapo majaliwa inawezekana tukamuona viunga vya katikati ya jiji. Kwenye tuzo sasa mchezaji bora wa msimu. Tuzo ya mchezaji bora wa msimu muda bado haujafika. Tukisema sasa hivi tuanze kubeti na kati muda haujafika tutakuwa tunawakosea. Maana ligi imebakia mechi 5 ndio. Mechi 5 sio ndogo, mechi 5 ni nyingi sana. Kwa sababu ndio maana nimekwambia huyu Alan Okello amewaka kwenye mechi hizi 6. Hizi mechi 6 ambazo tumecheza kutoka tarehe 3 Mei mpaka leo hii hapa tulipo. Maana yake ndio alipofunga goli ngapi? Goli 9. Kwenye hizo goli zake 11. Maana yake huko nyuma alifunga goli ngapi? Si 2 tu. Kwa hiyo hapa mechi 5 unazoziona zimebaki. Hizi inawezekana zikamfanya mchezaji mwingine hapa akatoka alipo akapanda juu akaenda kuwapita hao wote akafanya comeback. Maana yake mchezaji bora wa msimu inaangaliwa fomu ya msimu mzima. Ndio maana nimekwambia, yani fomu ya msimu mzima, lakini pale ulikowaka unawezekana ukaenda ukafanya ukalevo kwenye sehemu ambayo ulifanya vibaya. Sasa kama alivyosema Jamhuri Kiwero siku ile, alisema kwa kifupi kwamba ikatokea ligi ikaisha leo, bingwa atakuwa huyo Yanga, hakuna namna. Mimi nikuulize swali, ikatokea ligi ikaisha leo, nani anakuwa mchezaji bora wa msimu? Ligi ikiisha leo mchezaji bora wa msimu mimi kwangu Faisal Salum. Faila Sup. Anaenda kuwa mchezaji bora wa msimu. Anadeserve kwenda kuwa mchezaji bora. Kwanza ni mchezaji wa kizawa, lakini cha pili umri wake unambeba na amekaa kwenye ligi hii kwa muda sio mrefu sana.
lakini bado amefanya makubwa kwa muda wote. Amefanya mazuri, ashakuwa nyuma mwiko, lakini ametoka ameenda Azam, amefanya mazuri zaidi kuliko alivyokuwa pale nyuma mwiko. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anamuona ana deserve kwenda kuchukua hiyo tuzo. Yanga wamerudi kwenye kiti chao pale ambapo wao wanasema ndipo walipopazoea huko kwenye baridi, ndio wao wamepazoea hapo. Swali langu kwa kifupi, bado unaiona Simba kwenye mbio za ubingwa? Mechi 5 za mbio za ubingwa bado ipo kwenye mbio za ubingwa, kwa sababu kwenye mechi 5 lolote linaweza likatokea, kwa sababu tumeona hata ligi ya IPL pale Uingereza mtu bado alikuwa kabakisha michezo miwili, mmoja wa kipolo, lakini mwisho wa siku Arsenal walikuwa na mchezo mmoja tu, walikuwa wanasubiri kwamba Man City wacheze kipolo ili wajue hatima yao itakuwa. Mwisho wa picha wameenda kukosa ubingwa, kipolo kile kile wakapoteza, na Arsenal akatangazwa kuwa bingwa hata ule mchezo wake wa mwisho hajamaliza. Kwa hiyo yupo mtu unayemwona atamzuia Yanga? Ipo timu ipo, kwa sababu ukiangalia Azam ambao waligawana pointi msimu uliopita na msimu wa nyuma yake bado hawajamalizana nao, na tayari kwenye mchezo wa kwanza walitoka suluhu ya bila kufungana. Kwa hiyo naamini pia ni kigingi kile, sio mechi nyepesi, lakini ukiangalia TRA pia walitoka suluhu kule bila kufungana. Naamini pia inawezekana wakawakazia pia kwenye uwanja wa KMC Complex, linawezekana. Na ukiangalia JKT kwenye ligi, michezo yote ambayo Yanga amecheza nayo pale Meja Jenerali, Yanga hajawahi kupata matokeo pale kwenye ligi zaidi ya mchezo wa CRDB ambaye alienda kushinda magoli mawili. Kwa hiyo mimi naamini bado Yanga anaweza kwenda kupata kizingiti, sababu Yanga na michezo 5 na sisi tuna michezo 5. Lakini ukiangalia sisi michezo yetu ni migumu yote, hatuna mchezo mwepesi, lakini sisi tunajua kucheza michezo yetu. Tofauti na wao binafsi wanategemea ule ufamilia. Sasa ule ufamilia ni kuangalia mechi zao za kifamilia zimeshaisha. Iliyobaki labda at least tutasema Mashujaa, kwa sababu washatengeneza ile mazingira fulani, lakini inawezekana ikawa ngumu pia. Kwa michezo ambayo nyuma mwiko hii 5 iliyobaki, mimi namuona nyuma mwiko kwenda kupoteza alama sio 3, naweza kuziona alama 4 mpaka 5 anaweza akazipoteza. Na Simba akawa bingwa pengine bila kumaliza mchezo, kama alivyokuwa bingwa Arsenal. Arsenal amekuwa bingwa na mchezo mmoja mkononi, lakini naamini Simba katika michezo 5 anaweza akawa bingwa akabaki na michezo 3 ama 2 mkononi. Simba bingwa, hilo mimi naliamini. Bwana, tuondoke bwana Mnandi. Kwa kumalizia niweke sawa hapa, maana tulizungumzia kama ligi itaishia hapa, nani anastahili kuwa MVP, yani mchezaji bora wa msimu, kwa sababu bodi ya ligi na TFF kwa ujumla wametukosea sana msimu huu ambao umeisha. Tuzo zote tulikuwa tunakomba Simba Sports, hawajatupa tuzo. Tunajua golikipa bora alikuwa Spider Kamara, lakini mfungaji bora alikuwa Jean Charles Ahoua ambaye saizi hayupo. Naamini na tuzo hata mchezaji bora pengine angeweza kuchukua yeye huyo, lakini mpaka leo hizo tuzo hatujui kama wataunganisha na msimu unaofuata ama la. Kwa hiyo tunaomba msimu huu watoe tuzo kwa wakati, msimu ukiisha waende wakatoe tuzo, ili iepukane na hivi vitu ambavyo kutoa tuzo, watu wamekosa tuzo zao, tujue watazipataje. Umeona bwana? Kwa hiyo naweka sawa hapa, kama ligi itaisha hapa, mimi kwangu naenda na Faisal Salum, kwa sababu ni mchezaji wa kizawa. Kwanza naweka uzalendo kwanza, lakini pia anafanya mazuri kwa muda wote ambaye yupo kwenye ligi ya Tanzania. Hilo jambo kubwa. Chama najua amefanya makubwa toka msimu ambaye alikuwepo Simba, na kashawahi kuchukua tuzo 5 kwenye mashindano yote. Sio jambo geni, kashachukua sana hizo tuzo, kwa mchezaji bora, kiungo bora, kashachukua sana. Kwa hiyo naamini binafsi ni wakati wa kumpigia upatu, kumpigia debe mchezaji wetu wa kizawa Faisal Salum, lakini naamini msimu ujao inawezekana akaja katikati ya jiji tukaenjoy naye pia maisha. Kwa hiyo naamini binafsi mimi naipeleka hapo, lakini kama ligi itaenda kuisha tutaenda kuangalia kwa pamoja huko imekuaje. Inawezekana ukashangaa Chama akaenda kukomba tena tuzo zote, akawa kiungo bora, akawa mchezaji bora, zote anaweza kwenda kukomba. Mimi naamini Faisal Salum namweka kwenye engo moja sasa hivi, hiyo maana yake hawezi kuikosa ya top scorer, iwe mvua iwe jua. Faisal Salum mwaka huu ni top scorer, hajawahi kuchukua, lakini kwa mara ya kwanza anaenda kuchukua. Alichukua kwenye klabu yake ya Azam, lakini kwenye ligi hajawahi kuchukua. Hii kwa mara ya kwanza anaenda kuchukua. Alikuwa anachukua mwaka juzi alikosa, lakini naamini msimu huu anaenda kuchukua tuzo ya top scorer. Lakini kwenye hiyo mchezaji bora, kiungo bora, tusubiri mwisho wa msimu.